Katika kuendelea kutekeleza dhamira ya kuwawezesha vijana kiuchumi na kupunguza changamoto ya ukosefu wa ajira, Wizara ya Maendeleo ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji imeandaa hafla maalum ya kuwaaga vijana 107 wa Zanzibar waliopata fursa za ajira ya udereva nchini Qatar. Akizungumza katika hafla hiyo, Waziri wa Maendeleo ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji, Shabani Ali Othman, amesema hatua hiyo ni miongoni mwa mafanikio yanayotokana na juhudi za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kutafuta na kuimarisha fursa za ajira kwa vijana ndani na nje ya nchi. Waziri huyo amempongeza Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa maono yake ya kuanzisha wizara maalum inayoshughulikia masuala ya vijana na ajira na uwezeshaji, jambo ambalo limechangia kwa kiasi kikubwa kufunguliwa kwa fursa mbalimbali za maendeleo kwa vijana wa Zanzibar. Aidha, amewasisitiza vijana hao kuwa mabalozi wazuri wa Zanzibar kwa kuzingatia maadili, nidhamu na uwajibikaji katika maeneo yao ya kazi, huku wakifanya kazi kwa bidii na uaminifu ili kuendelea kujenga taswira nzuri ya Zanzibar na kufungua milango ya ajira kwa vijana wengine watakaofuata. Kwanza mimi nimshukuru sana Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Utakumbuka kuwa Mheshimiwa Rais ameunda hii wizara maalum kwa ajili ya kushughulikia changamoto za vijana, na sisi mara baada ya kuingia tu katika ofisi, tukio la kwanza tumeanza na uratibu wa vijana hawa madereva kwa ajili ya ajira hizi za Qatar ambazo zilivuma sana. Kwa mtaona tulianza harakati hizi mwezi Januari, na kama wizara tumejitahidi kutumia kila aina ya uwezo ambao tumekuwa nao kuhakikisha kwamba fursa hizi tunazifanyia kazi vizuri na vijana wetu wa Kizanzibari wanakuwa wanufaika wakubwa. Tutakumbuka pia fursa hizi zimetolewa pia kwa wenzetu wa Tanzania bara. Kwa sisi kama wizara yenye dhamana tumejitahidi kwa kadri ambavyo tumeweza kuendesha taratibu hizi kwa kushirikiana na balozi pamoja na wenzetu wa Wizara ya Mambo ya Nje, lakini pia wenzetu wa Wizara ya Kazi na Uwekezaji, kampuni yetu ya Kemi Recruitment Agency. Tumefanya kazi hizi kwa pamoja kwa muda mrefu zaidi ya miezi 5, lakini leo imekuwa ni siku maalum ya kuja kuwaaga sasa wale walionufaika moja kwa moja na kufaulu mitihani kwa ajili ya kwenda kufanya kazi hizi. Tumewasihi sheria za kazi kafatwe, sheria za nchi wanazokwenda wakaziheshimu, lakini kubwa zaidi wakaangalie kazi iliyowapeleka. Mambo mengine haya hata huko ambako wametoka pia yapo. Utakumbuka wanakwenda kufanya kazi katika nchi za wenzetu, pamoja na wao wamebeba dhamana pia vijana wenzao. Kwa tumewataka waende wakae waadilifu na wachapa kazi, lakini heshima ya Zanzibar ndio itangulizwe. Kwa hiyo wakaipambe kwa sifa njema ya nchi yetu kwa kwenda kufanya kazi kwa uadilifu na nidhamu, ili waweze kufungua fursa nyingine kwa vijana wengine ambao wenyewe nao wapo kwenye pipeline kwenda kunufaika na hizi fursa. Tujue kwamba watakapofaulu wao watakuwa wamefungulia fursa vijana wengine, na kinyume chake maana yake watakaposhindwa kufanya vizuri, heshima ya Zanzibar lakini fursa kwa vijana wengine wa Zanzibar itakuwa imepotea. Moja ya picha inayokuja haraka ni kwamba Zanzibar ni eneo salama na eneo zuri kwa kutoa wafanyakazi. Mkumbuke mataifa yako mengi duniani, lakini kwa nini watu wamechagua Zanzibar? Ni kwa sababu ya nature ya Zanzibar yenyewe. Zanzibar inajiuza kuanzia jina, lakini ustaarabu wake na utamaduni wake. Kwa tunaamini pia kupitia hawa Zanzibar itaendelea kufunguka na kunufaika kupata fursa nyingi katika mataifa mengine. Hapa leo tu niwape taarifa njema, pia nimepewa taarifa ya uwepo wa fursa katika nchi ya Korea, lakini kwenye hizi falme za Kiarabu bado tunayo nafasi ya kushambulia huba nzima ya Uarabuni kuhakikisha kwamba vijana wa Zanzibar wanakuwa wengi zaidi kama walivyo wa mataifa mengine. Kazi hiyo itafanywa na tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwenye bajeti ya mwaka huu ambayo nitakwenda kuisoma tarehe 6 tukijaliwa siku ya Jumamosi. Tumeweka component kubwa ya fedha ambazo zitaenda kuwawekea mazingira bora vijana wa Zanzibar kupata ujuzi na kuqualify kwenye masoko ya ajira ya kimataifa. Kwa upande wao, baadhi ya vijana waliopata fursa hiyo wameeleza furaha na shukrani zao kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuwaamini na kuwawezesha kupata ajira hizo. Wamesema wataitumia vyema nafasi waliyopata kwa kufanya kazi kwa juhudi, kujenga maisha yao na familia zao, pamoja na kuipeperusha vyema bendera ya Zanzibar nchini Qatar. Jina langu ni Saidi Suleiman Juma, ni miongoni mwa madereva ambao tumepata nafasi ya kwenda kufanya kazi nchini Qatar, na kupitia madereva wenzangu
tunapenda kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wetu kipenzi chetu, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na pia tunatoa shukrani kwa waziri wetu wa vijana, ajira na uwezeshaji, pamoja na watendaji, pamoja na kampuni ya Kemi Agents kwa kutuamini na kutupa nafasi ya kwenda kufanya kazi nchini Qatar. Na vile vile tunapenda kumwahidi Mheshimiwa Rais pamoja na waziri kwamba kwa kuwa ametuamini na sisi tunajiaminisha, na tunamwahidi kwenda kufanya kazi kwa nguvu, kwa uweledi, ili kuipa sifa nchi yetu ya Zanzibar, kuonekana kwamba vijana tunaweza tukiwezeshwa. Kwa niaba ya madereva wenzangu tunamwahidi Mheshimiwa Rais kwamba tutakwenda kufanya kazi kwa nguvu, kwa bidii, ili kuleta manufaa na sifa bora katika nchi yetu ya Zanzibar. Fursa hizi ni kwa mara ya kwanza zinakuja kisiwani kwetu, na tunaondoka madereva wasiopungua chini 107. Na pia vile vile tunatoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, na pia kwa viongozi mbalimbali wakiwemo waziri wa Wizara ya Kazi na Uwezeshaji. Tunashukuru sana kupata fursa. Ninachowasihi vijana wenzangu kwamba hiyo fursa itumike vizuri kabisa, tuwe wawakilishi wa ambao watakaokuja nyuma yetu. Hatua hiyo inaendelea kudhihirisha dhamira ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya kuwajengea vijana mazingira bora ya ajira na kujitegemea kiuchumi kupitia fursa mbalimbali za kazi ndani na nje ya nchi. Mtumwa Suleiman, VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.